Hello. Habari ya jioni. Habari ya jioni wote, tunamshukuru Mungu wa mbinguni kwa uzima na afya ambao anaendelea kutupatia kila ichopo leo. Sasa tumeona video ya huyo binti hapo. Tumeona video ya huyo binti, ni dada mdogo kabisa. I'm sure 100% kuna uwezekano mkubwa hajafikisha hata miaka 40. Kama amezidi sana yuko kwenye 30 something ama miaka 30 na. So nimeona comments za wadau wengi sana, wameongea mengi, kila mmoja ameongea ya kwake. Kuna wengine wamesema huu ni uchawi, kuna wengine waende kwenye maombi. Lakini nikaona one of my favorite coach Omi Fitness comment pale akaandika sukari. Na watu wakamuattack sana, wengine wakamwambia wewe tapeli, wewe sijui iko hivi, wewe iko hivi. I say mimi kama mmoja wa keleketo wa masuala ya afya, na mimi nataka niweze kutoa neno hapa ili tuweze kuchukua tahadhari katika hili. Okay guys, wanafunzi wangu ambao mnaonifuatilia hapa status, iko hivi. Kesi za figo sasa hivi zimekuwa ni nyingi sana. Naomba nirudie tena. Kesi za figo zimekuwa ni nyingi sana. Tusipokuwa makini, hii mindset ambayo tumeibeba ya kulogwa, hii mindset ambayo tumeibeba ya ushirikina itatumaliza. Naomba nirudie kabisa hiki. Mindset ya kulogwa na ushirikina inakwenda kutumaliza wa Tanzania, inakwenda kutumaliza wa Afrika. Nimeappreciate sana alicho comments Omi Fitness kwa kuandika kwamba sukari na hajataka kuongeza neno lolote. Lakini that is what exactly ambacho kinachotokea. Hivi huu dada kama sikosei ana miaka 35 kushuka chini. Lakini nikitaka light, ningekuwa na uwezo wa kupewa dalbini, niangalie nipewe dalbini maisha yake toka akiwa na miezi 6 ambapo alipoanza kula chakula, toka akiwa na mwaka mmoja alipokuwa anaendelea kula chakula, toka akiwa na miaka 2, toka akiwa na miaka 3 alikuwa anakula nini maisha yake. Hivyo natambua kwamba paka figo ikafeli inakugharimu miaka 10 mpaka 15 ndipo figo iweze kufeli. So yeye mwenyewe kwenye maelekezo yake anasema nilikuwa na wakatalia madaktari, na waambia kwamba haiwezekani, mimi sio mtu wa kumeza dawa, mimi sio mtu sio wa kula hiki wa kula hiki. Anafikiri isemata ya siku 2 ama 3. Iko hivi, watu wengi wanatu approach, wanatutukana, wanasema hivi nyie hamtokufa, madaktari mnaongea sana, mnajifanya mnajua sana. Mwaka huu 2025 ni moja ya mwaka ambao ninamshuhudia Mungu wa mbinguni kwa matendo yake ya kipekee sana. Nilibahatika kuweza kukutana na mgonjwa wa figo na nilijitolea matibabu kwake. Na namna ambavyo nilijitolea matibabu kwake, nijitolea kwa namna ya kipekee sana. Baada ya kuwa tu nimekutana naye, nilimwahidi kwamba sitakupa dawa, lakini nitakwenda kukupa mbinu ambazo zitakwenda kukusaidia na utasurvive bila dawa za hospitalini. Nilipigiwa simu nikaambiwa kwamba kuna mgonjwa wa figo ambaye figo zimefeli zote mbili, tunamchangia dawa kila baada ya miezi 3 anapewa dawa. Ikabidi niweze kuuliza, hizi dawa zinasaidia nini? Wakasema huwa anavimba tumbo na nini, kwa usipotumia dawa kwa muda mrefu tumbo linajaa na miguu inavimba, na mwisho wa siku tunakuwa tunahofu anaweza kupoteza maisha. Lakini once anavyokuwa na meza zile dawa, mwisho wa siku zile dawa zinamsaidia. Baadaye nikafahamu taratibu, nikaweza kuomba zile dawa ambazo wamekuwa wamemprescribe ama walizokuwa muandikia kuweza kumeza. I say nilichokiona katika hizo dawa, namna ambavyo zilivyo na nguvu, lakini pia kwa lugha nyingine, yani zile dawa maana yake nini? Zile dawa ni sumu ambayo inakwenda kuongezwa katika mwili. That is what kinachotokea ndani ya mwili. Ni sumu ambayo inakwenda kuongezwa ndani ya mwili. Figo inapokuwa imefeli, maana yake sumu imezidi mwilini. Anaendelea kupewa dawa, ni vidonge ambavyo anaishi navyo, anameza kwa muda mrefu. Vile vidonge vinakwenda kuongeza tatizo, sio kupunguza tatizo.
vile vidonge vinachokwenda kifanya vinakwenda kuondoa ile hali ya tumbo kujaa, vinakwenda kudehydrate ile shida ya miguu kuweza kuvimba na kuweza kurudisha katika hali yake ya kawaida, lakini wakati huo ikiendelea kuweza kudamage figo zake moja kwa moja. Lakini pia sio hiyo tu, zile dawa kitu ambacho kinachokwenda kufanya zinakwenda kumtengenezea uraibu, aendelee kutegemea dawa, aendelee kuishi kwa dawa zaidi. Na hichi kitu nimekuwa nikutana nacho, madaktari wanasema hakikisha unameza dawa zako kwa wakati. Na yani huyu kaka alikuwa anaambiwa kwamba hakikisha miezi 3 kiisha tu umekuja kuchukua dawa, na kila alikuwa akienda kuchukua dawa si chini ya 1,500,000 mpaka 170,000. Hizo ni dawa ambazo alizokuwa hizo ni baadhi tu ya dawa, lakini kuna vitu vingine ambavyo vya ziada. Kuna vitu vingine kwa anapenda kupewa, almost alikuwa anatumia karibia 200,000, lakini ni mtu ambaye ameuza viwanja, ameuza yani rasilimali zake zote, amebakia to the last drip ambayo ilikuwa ni kuweza kutegemea mshahara wa mke wake ambaye alikuwa anafanya kazi ya kibarua, analipwa 1,500,000 kwa mwezi. So baada ya kusikia maswaibu ya ile familia, niliumia sana ndani ya moyo wangu. Nikaumia sana, mimi kama Dr. Kuboja lazima niweze kufanya sacrifice kwa huyo mtu tuweze kumsaidia. Nikapata muda wa kuweza kwenda kuongea naye, ikabidi nikae chini kwanza nimpe elimu, kubadilisha kwanza fikra zake, kubadilisha mtazamo wake kuhusiana na habari ya dawa. Ilinichukua almost masaa 2. Namna ambavyo uone wazungu walivyotuharibu na namna ambavyo madaktari wa hospitali wanatuharibu, ilinichukua masaa 2 kuweza kumshawishi na kumsaidia psychologically atoke katika mindset ya dawa. Lakini nikamwambia I won't stop you kutumia dawa zako, kwa sababu tayari umeshachangiwa dawa, umezipata, tumia, lakini kuanzia sasa hivi ishi kwa lifestyle hii na hii na hii na hii na hii na hii, alafu dawa hizi kiisha, na kuahidi kwa jina la Yesu hutakuja kutumia dawa tena. What happened? Amemaliza zile dawa vizuri, akiwa anafuata mfumo ambao niliomuelekeza. Tunavyoongea hivi leo, toka mwezi wa 6, sasa hivi imegonga miezi 6, hajagusa dawa za hospitalini tena. Hospitalini wanampigia simu kwa fujo, kwa fujo, uko wapi, unafanya nini? Wanampigia simu kwa fujo. So vitu ambavyo nilivyomuelekeza, matibabu ambayo niliyompatia yamemfikisha hapo alipofika. Leo hii angalau anaweza kuokoa hata hiyo 170,000. Mke wake anapata mshahara 150,000 kwa mwezi. You can imagine, mwanaume tena hafanyi kazi, ameuza kila kitu, biashara zake zote zimeishia pale, ameuza gari yake nzuri yuko anakutembelea. Wamekuwa masikini wa mwisho kabisa. Mke anajihusia tu na kazi ya kawaida ambayo analipwa 150,000 kwa mwezi. So wanafunzi wangu, this thing is very serious. Naomba nikwambie, figo zako paka kwenda kufeli inachukua takriban miaka 10 mpaka 15. Ni issue ambayo haiwezi ikaja tu within 2 years. Inachukua muda mrefu sana. So tusilete maneno mengi sana. Na nikwambie kitu, matibabu ya hospitalini ni gharama zaidi. Lakini sio hivyo tu, ni madaktari, ni matibabu ambayo yatakuchelewesha tu kwenda kaburini. Au kwa lugha nyingine, ni sehemu pia ya kuweza kukusaidia uweze kwenda kaburini kwa haraka zaidi. Tofauti na matibabu ya asilia ambayo utakayoyapata kuweza kurudisha figo zako katika hali yako. Figo ikiweza kufeli, kuna uwezekano mkubwa inaweza ikarudi. Hicho kitu kinawezekana. Figo ikifeli, kuna uwezekano mkubwa ikaweza kurudi. Nilisha kuwekea historia ya Professor J hapa, nitakwenda kushare na nyie tena. Ni mtu ambaye amepitia changamoto nyingi sana. Vitu vilivyomsaidia ni lifestyle kwa kiwango kikubwa sana. Wengi wanasema alichangiwa hela nyingi. Ni kweli pesa iliweza kusaidia kwa kiwango fulani, lakini lifestyle ndio kitu namba 1. Sasa naomba nikusii, usije na wewe mmoja ukawa ni miongoni mwa watu ambao utakwenda kufeli figo kesho ukakimbilia kwenye maombi haraka sana uende ukaombewe. Kumbe shida ilikuwa ni lifestyle yako. Tarehe 28 ya mwezi wa 12 mwisho wa mwaka huu mpaka tarehe 30 tutakwenda kuingia katika mfungo wa siku 3 ambapo tulianza toka mwaka huu mwezi wa 6. Ni mfungo wa siku 3 ambao utakao kuwa ni mfungo wa siku 3 kavu, ambao mfungo huu utahusisha kunywa maji peke yake. Naomba tujiandae, wale ambao mnaotaka kwenda kufunga mwaka kwa kishindo. Unakwenda kufunga mwaka kwa kusafisha figo zako, unakwenda kufunga mwaka kwa kusafisha ini lako, unakwenda kufunga mwaka kwa kuondoa sumu zote mwilini kupitia kuweza kunyima mwili wako chakula. Tunakwenda mfungo wa siku 3
Kama kawaida tulifanya mwezi uliopita, mwezi wa 11, mliona nilishare na nyie hapa, wengi mli appreciate, wengi mlinipongeza, lakini nataka twende tukaanze mwaka pamoja kwa kusherekea na kwa kuunyima mwili chakula kwa muda wa siku 3, mwili uweze kutoa sumu automatically wenyewe, mwili uweze kujisafisha mwenyewe, homoni zako ziweze kujisafisha zenyewe, na kila kitu kiweze kukaa mwenyewe, kiweze kukaa sawia chenyewe. Naitwa Dr. Kuboja. Naomba nikusihi, chakula namba 1, dawa ndio chakula ndio dawa namba 1 kuliko dawa yoyote ile duniani. Chakula ndiyo dawa namba 1. Naitwa Dr. Kuboja, bingwa wa magonjwa ya lishe pamoja na mahusiano. Nikutakie jioni njema na Bwana Yesu akubariki.